السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله معه ولا إله غيره. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من أصحاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Tulikotokea kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 20 tulikuwa tunaenda na somo maalum la kutambua wasifu wa jamii ya wanadamu na mgawanyiko wao kwamba wanatofautiana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anampa somo mtume wake kwa mujibu wa jukumu na dhamana aliyompa, akamuelimisha namna ya changamoto atakazokumbana nazo kutokana na tofauti za ufahamu wa watu. Akaambiwa jukumu umepewa la kuongoza watu, lakini kuna watakao kukubali na kuna watakao kukataa, na kuna wengine wanaokukataa watakuwa wana sura ya kujificha. Kwa hiyo tumetajiwa wasifu wa watu waumini wacha Mungu kwenye aya 5 za kwanza, na tukatajiwa wasifu wa watu wanaopinga, makafiri wa wazi wanaojitangaza wakasema kwa maneno yao na vitendo vyao, sisi hatukubali, hatuitaki hiyo dini yenu, hatumwabudu huyo Mungu wenu. Wametajwa katika aya 2 ya 6 na ya 7. Lakini kuanzia aya ya 8 mpaka ya 20 tumepewa wasifu wa watu wa aina ya 3 ambao wao hawatabiriki. Huwezi kumjua huyu mtu yuko wapi, ana msimamo gani. Dhahiri hujitangaza kuwa ni mtu mwema sana, unaweza ukamthamini, ukampenda, ukamkumbatia, ukampa siri zako, lakini undani wake ni mtu mbaya sana kuliko yule aliyejitangaza kwamba mimi sikubali. Kwa hiyo tumesoma wasifu wa watu katika migawanyiko hiyo mitatu.
Leo tunasoma kuanzia aya 21. Hapa sasa Allah subhanahu wa ta'ala ametoa agizo kwa watu wote pamoja na tofauti zao. Agizo hili linawahusu walioamini, agizo hili linawahusu waliokufuru au waliokataa, na agizo hili linawahusu wale walalamishi wasiotabirika wako huku au wako huku. Ameita kwa nidaa ya watu wote, ya ayuhan nasu, enyi watu. Katika Qur'ani Allah huwaita watu kwa lugha tofauti tofauti. Mara nyingine unakuta Qur'ani inatumika, Allah anawaita watu kwa asili yao, huita ya bani Adam, enyi watoto wa Adam, kwamba kullukum min Adam wa Adamu min turab, nyinyi binadamu nyote mnatokana na Adam, yeye ndo aliumbwa kwanza, ndo asili ya kizazi hichi ya kiumbe nyinyi wanadamu. Kwa hiyo wakiitwa wanadamu, kwa wanakusudiwa wanadamu kama wanadamu. Wanaingia makafiri, waumini, wanaume, wanawake, wenye elimu, wajinga, watawala, watawaliwa, wote ni wanadamu. Wa mwanzo, wa mwisho, wote wanaingia katika wito huo. Mara nyingine Allah hutumia tamko hili, ya ayuhan nasu, enyi watu, lina maana kama ile. Tofauti yake ni ndogo tu, kwamba ya ayuhan nasu, agizo linalokuja chini ya wito huu walinawahusu watu waliopo sasa hivi na kuendelea huko mbele. Wanasemeshwa watu waliopo sasa hivi na wanaoendelea huko mbele watakao kuja, enyi watu. Ikitumika bani Adam, agizo linalofuata hapo lilikuwa linawahusu Adam mwenyewe na walioshuka kwa kutokea mgongoni kwake, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii ayuhan nasu inakuja kuanzia iliposhuka. Wanasemeshwa watu waliopo katika uwepo wa dunia hii. Na mara nyingine watu huwaita kwa mujibu wa zile tofauti zao za kiimani, za kiitikadi. Akaita ya ayyuhalladhina kafaru, enyi ambao mnakataa, mnapinga, mnakufuru. Ujumbe unaokuja unawahusu wale wanaopinga. Waliokubali, wanaoamini hauwahusu, isipokuwa kuhusika kwao ni kuongeza maarifa tu. Wanajifunza kitu kupitia walichoambiwa wenzao makafiri. Na mara nyingine huita ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Ni watu wote hao, lakini Qur'ani huwa inaita wasigha tofauti kwa maana tofauti vile. Hapa wameitwa watu pamoja na wanaopinga, wanaingia kwenye tamko la nas, ya ayuhan nasu, enyi watu. Fa'budu rabbakum, nyinyi ni watumwa tu, bwana wenu yupo aliyewaleta hapa. Acheni jeuri, acheni kiburi, mtumikieni Mola wenu. Enyi watu, mtumikieni Mola wenu. Kwa nini atangaze atumikiwe yeye? Maana ubudu tukana neno al-ibada. Ibada maana yake ni utumwa au utumishi, na mtumwa au mtumishi ndo maana huitwa abdun. Kwa hiyo sote sisi pamoja na wanaokataa ni ibadullah, waja wa Allah. Katuumba kwa lengo maalum, kama anavyosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwa na lengo jingine la kuumba majini na wanadamu isipokuwa kuna yangu nilitaka wayatekeleze, wanitumikie, waniabudie. Ndo lengo langu. Nimewaumba wanitambue, wakesha waniabudie. Ma uridu minhum min rizqin, mimi kwa viumbe wangu hawa sitaki riziki ya aina yoyote. Sijawaleta duniani walime na mimi nipate mazao.
wafanye kazi, wafanye biashara na mimi nipate pesa. Sihitaji chochote kwao zaidi ya kwamba waniabudu tu. Nitapanga mipango yangu na wao ndo wawe watekelezaji. Nimewalengea hayo, nimewaumbia hayo. Ma uridu minhum min rizqin, mistaki riziki yoyote kutoka kwao. Wa ma uridu an yut'imuni, wala sitaki wanilishe chakula. Sijawaweka hapo kwamba wanachochuma na mimi ninufaike. Allah hahitaji chochote kwa viumbe wake. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, hakika Allah yeye ndo anayetoa hizo riziki. Kila kiumbe ambaye anahitaji riziki kesha kadiriwa, bajeti yake ipo. Inna Allaha, hakika ya Allah, huwa ar-razzaqu, yeye ndo anayeleta hizi riziki. Dhul quwwati al-matin, ana nguvu zisizoshindika. Hakuna anayeweza kumshinda nguvu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wakajitia hamnazo, wakajipa majukumu yasiyowahusu, wakajifanya wanajua zaidi, wakajifanya wana uwezo zaidi, basi wanajidanganya tu wenyewe, lakini Allah hawawezi kumshinda. Kwa hiyo tamko linaenda kwa watu wote. Ya ayuhan nasu, enyi watu, u'budu rabbakum, muabudieni Mola wenu. Kwa nini muabudu? Kwani yeye kawateka nyara nyinyi? Mumeumbwa na mnamilikiwa na bwana mwingine, yeye kaja kuingilia kati? Hapana. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum, muabudieni Mola wenu ambaye ndiye aliyekuumbeni. Allah hajatuteka nyara sisi, wala hajampindua aliyetuleta yeye akachukua madaraka. Yeye ndo katuleta, kwa hiyo ana haki ya kutuambia lengo lake la kutuletea hapa. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum, muabudieni Mola wenu ambaye kakuumbeni. Khalaqakum, kakuumbeni nyinyi mliopo sasa. Walladhina min qablikum, na yeye ndio aliyewaumba hao waliopita kabla yenu. Mkisikia kuna watu walifanya hivi, wakafanyiwa hivi, walifanya hivi, wakalipwa hivi, wote kaumba yeye, na yeye ndiye aliyewachukulia hatua. Kwa hiyo mkimuabudu Mola wenu aliyewaumba, la'allakum tattaqun, kwa kukubali kwenu kumwabudu ndo huenda mkasalimika. At-taqwa ya hapa ni ittiqa min adhabillah. Hamko salama mkikosa kumtambua Mola wenu na mkaacha kumwabudu. Ili msalimike, yani mkae chini ya taa yake, mkubali alivyopanga, anavyotaka, anavyopenda. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu alwildana shiba. Fakaifa tattaquna in kafartum, kama hamtaki kuamini na kutii, mutasalimika vipi na mmekabiliwa na hasara kubwa? Na limetumika kwenye sura nyingine ya 103 neno hili nas. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, ninaapa na zama. Innal insana lafi khusrin, hakika ya mwanadamu, awe muumini awe kafiri, awe mwanamume au mwanamke, awe msomi awe mjinga, awe mtawala awe mtawaliwa, insan, mwanadamu, lafi khusrin, wallahi kakabiliwa na hasara kubwa, ana matokeo mabaya yasiyoridhisha. Insan, neno insan au nas, hata mitume wanaingia humo, hata watu wacha Mungu wema wanaingia humo, wafanyaji ibada sana wanaingia humo, na wazembe wote wanaingia humo. Kwa hiyo Allah akatumia hili neno akawaingiza wote wanadamu kwenye hasara. Innal insana la fi khusrin, kuna inna harfu ya taukidi na kuna lamul qasam litaakidi alkalam.
innal insana la fi khusrin, hakika mwanadamu yumo ndani ya hasara. Sasa wanadamu wote wameingizwa kwenye hasara, yani wanakoelekea kuna matokeo mabaya kweli kweli kwao, wana shari kubwa imewakabili. Illa alladhina amanu, isipokuwa. Nasema illa wanaita wenyewe wataalam ni adatul istithnai, chombo cha kuopolea au cha kuvulia. Wametiwa wote kwenye hasara, alafu kuna chombo maalum kikatumika kuwaopoa baadhi yao. Allah atujalie na sisi tuwe ni miongoni mwa hao. Wanadamu wote wallahi wako hasarani, illa alladhina amanu wa amilu salihati, isipokuwa wale walioamini na imani yao ikathibitishwa kwenye utendaji, wakawa wanatenda vyema. Kuamini peke yake bila ya kutenda hakuna manufaa. Kwa mwenye imani isiyo na matendo hana faida, hana manufaa. Na kutenda mazuri peke yake bila ya imani, matendo mazuri hayasaidii. Lazima imani iambatane na vitendo. Imani mahala pake ni moyoni, na kilicho moyoni huthibitishwa na utekelezaji, kinatendewa kazi. Kama unaamini tu hutendi, imani yako ni bure. Na kama unatenda tu matendo mazuri, huna imani, matendo yako hayakubaliwi. Kwa hiyo amanu wa amilu salihati, mara nyingi husema haya mambo ni pair, lazima yawe mawili yameshikana. Ukichukua moja ukaliacha jingine, moja peke yake halifanyi kazi. Kwa hiyo ukawa na imani peke yake, matendo haina, huna kitu. Ukawa ni mtendaji wa mazuri, imani huna kitu, matendo yako hayakusaidii. Kwa hiyo illa alladhina amanu wa amilu salihati, isipokuwa watakaotoka hasarani ni wale ambao wameamini na imani yao ikatiwa kwenye utekelezaji, wanafanya vizuri kwa mujibu wa procedure za muumba wao. Watawasau bilhaqi watawasau bisabri, baada ya kuamini na kutenda wakawa wanahusiana kushikamana na haki ambayo ndio dini iliyotoka kwa Mola wao, na wakahusiana kuwa na subira, kwa sababu kuishika dini kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo kuna hitaji tolerance, subira, uvumilivu. Hawakusalimika hata mitume. Watu waliopata shida zaidi hapa duniani ni mitume. Sasa na wewe ukiyafuata yale waliokuja nayo mitume, usalimiki. Kwa hiyo unahitaji uwe na subira. Watu watakaoyakubali haya wakayaweka kwenye matendo, watakabiliwa na changamoto nyingi. Wanahitaji wahusiane subira, wakomae, walinde kile walichokiamini na wanachokifanyia kazi. Ndio maana mtume akawa anasema ala inna sil'ata Allahi ghaliya, tambueni kwamba bidhaa ya Allah aliyoitangaza kwetu ni ghali, haipatikani kwa dezo, kwa bure. Ya ayuha nasu, enyi watu, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, muabudieni Mola wenu, Bwana wenu mlezi, ambaye ndiye aliyekuumbeni nyinyi mliopo sasa na ndiye aliyewaumba walopita kabla yenu. La'allakum tattaqun, kwa huku kumwabudu huenda ndo mkasalimika. Alladhi, huyu ndiye Bwana ambaye ja'ala lakumul arda firasha, ameijalia ardhi kwenu ni tandiko lililojazwa mahitaji yenu yote. Mmetandikiwa ardhi na kila mnachokihitaji kimewekwa humo. Kwa hiyo watu wanajivunia rasilimali, sema hii ardhi yangu, kitalu changu, haya madini yangu, shamba yangu, mke wangu, watoto wangu, na kiongozi naye usema wananchi wangu. Yani sote si ati wake, ana haki ya kutufanya anavyotaka. Wangu, 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 changu, vyangu. Yaarifuna ni'mat Allahi thumma yunkiruna,
wanazikubali neema za Allah, halafu wanazikanushia haki yake, yani wanaziondoshea muunganiko na Allah. Zizi neema wanajua thamani yake na umuhimu wake, ndio maana kila mtu anasema changu changu. Wanazikubali kweli kweli, wanazipenda kweli kweli neema. Thumma yunkirunaha, lakini hawazipi haki yake, hawamfahamu aliyewaneemesha, wamekata mahusiano na mawasiliano naye, kwa hivyo hawana shukurani. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu lihubbil khairi la shadid afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fi sudur inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir. Aya zinaungana mkono, zinatiana nguvu. Kwa hiyo natumia watu neema za Allah, wanazipenda kweli kweli, lakini wanasema mwenyewe hawamtambui, wananufaika na wanavyonufaika navyo kwa akili zao na elimu zao, kama alivyosema Qarun aliponasihiwa kwa mali zake amche Mungu. Jawabu yake kasema, innama utituhu ala ilmin indi, hii mali bwana mimi nimeipata kwa ujuzi wangu, kwa elimu yangu bwana. Elimu pia anasema yangu, wakati Allah anasema yeye ndo alomuelimisha binadamu. Allama al-insana ma lam ya'lam, allama bil qalam. Lakini aliyemuumba kiumbe akampa elimu, kiumbe aliyepata elimu hamtambui aliyemuelimisha. Anasema elimu yangu, elimu yangu, kila kitu changu 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 vyangu. Wewe nani? Umevipata wapi? Na umezaliwa hata kiatu huna, umekuja uchi nguo huna hapa duniani. Halafu sasa hivi umekuwa jeuri, fedhuli, huambiliki, ushauriki. Kwa hiyo anajitambulisha Allah kwa hoja na anajenga dalili, sio kwamba anafanya ubabe kukulazimisheni lazima mumwabudie. Ana haki nyinyi mumwabudie, mengi kakufanyeni, na akitaka angeyapiga thamani akasema mlipe kodi, lipa kodi ya macho unaotizamia. Mbona mita ya tukuza ukisha umeme unakwenda kuutafuta mwingine, unatoa pesa? Simu ikisha salio mbio unaenda kuongeza salio. Sasa Allah hivi alivyokupa we, unatumia macho kuona, kutazamia, unatumia masikio kusikilizia, tena vitu vingine asivyovipenda, unatumia miguu kutembelea. Angepiga mahesabu hivi akasema lazima mlipie kodi, tungeweza. Damu inazunguka saa 24 hata ukilala. Ukishapiga mapembe yako na dagaa una kuku, we hata ukilala digestion inafanyika tumboni. Halafu hayo yote we hujui kama umefadhiliwa unafanyiwa. Unasema ni kwa sababu ya elimu yangu, ujanja wangu. We unaendeshwa hapo ulipo, unaendeshwa, unasimamiwa, unafadhiliwa, halafu humtambui mfadhili wako. Kwa hiyo amejenga hoja, katumia lugha ambayo kwa mwenye akili ajua hapa huyu anayeongea anaongea na hoja na anatoa dalili. Ana haki mumuabudie kwa sababu kwanza ndiye aliyekuumbeni, hapa hamjaja wenyewe. Kila mtu akiambiwa ulizaliwa mwaka gani anajua mwaka wake wa kuzaliwa, bimaana kabla ya hapo hakuwepo. Akiambiwa ajinasibu anataja wazazi wake, bimaana kuja kwake duniani sababu kapitia kwa hao wazazi wawili, baba yangu fulani, mama yangu fulani, nimezaliwa mwaka fulani. Ulizaliwa vipi? Baba yako na mama yako ndio waliokutengeneza? Hapana, yupo aliyekufanya wewe ukapitia hapo kwa wazazi wawili alafu ukaja duniani. Kwa hiyo katoa agizo kwa wenye akili, ya ayuhannasu, enyi watu nyote, ubudu rabbakum, muabudieni, mnatakiwa mtoe huduma,
mpei service. Muabudieni Mola wenu alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, ambaye kakuumbeni nyinyi na ndiye aliyewaumba hao walopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili musalimike na maafa yaliyokukabilini huko mbele. Salama yenu iko kujua makamo yenu yalipo na mkae hapo. Nyinyi watumwa tu wa Mola wenu, nyote nyinyi ni ibadullah, watumishi wa Allah. Alladhi, Allah ndiye ambaye ja'ala lakumul arda firasha, amejalia kwa ajili yenu ardhi ni tandiko lililowekewa mahitaji yenu yote. Kila mnachohitaji kinapatikana hapa. Wasamaa binaa, akajalia na mbingu juu ni kama dari. Kwa hiyo kuna uwiano na kuna mahusiano baina ya hivi vitu viwili, ardhi na mbingu. Fasubhana alladhi khalaqal azwaja kulla, ametakasika Bwana ambaye vitu vyote ulimwenguni kaviumba viwili, kila kitu na mwenziwe, kila kitu na opposite yake. Fasubhana alladhi khalaqal azwaja kulla, ametakasika Mola aliyeumba vitu viwili vyote. Mimma tumbitul ardu, kuanzia vinavyooteshwa na ardhi. Wa min anfusihim, hata na wao watu wenyewe wahusika wakuu wanadamu wako namna mbili, wanaume na wanawake. Wa mimma la ya'lamun, na katika vitu vingine wasivyovijua, vyote viko viwili. Vitu viko viwili. Wanyama, wadudu, samaki, ndege wako majike na madume, na wanadamu wako hivyo, majike na madume, wanazaliana kwa njia hiyo. Kwa hiyo usiku mchana vinategemeana vitu hivi viwili, ndo ulimwengu unaenda. Ardhi na mbingu, mbingu kama baba, ardhi kama mama, panapatikana production na maisha yanaendelea kuwepo kwa mahusiano ya hivyo vitu viwili. Kaumba ardhi akaijaza mahitaji yake kwa ajili yenu, na akaweka mbingu juu. Wa anzala minas samai maa, na Allah huyu ndiye anayeteremsha maji kutoka juu. Hapo juu mawinguni. Maji hayatoki mbinguni huko kwenye sab'a samawati, japokuwa makadirio yake yanatoka huko kwenye Lauhul Mahfuz, lakini mbingu inayoonyesha maji ni hili eneo lililopo juu yenu. Samaa ni eneo la juu, ukiangalia juu hapo futi 1000, futi 2000, futi 3000, ndo panafanyika mawingu na maji yakarudi hapa chini. Fa akhraja bihi, kwa maji hayo Allah huwa anatoa, anaotesha mina thamarati, namna mbalimbali za matunda. Rizqan lakum, ni chakula kwenu. Anaotesha namna mbalimbali za matunda, chakula kwenu nyinyi binadamu. Mata'an lakum wa li an'amikum, ni kwa ajili ya matumizi yenu nyinyi na wanyama wenu. Fala taj'alu lillahi andada, basi ebu zindukeni kama wanadamu, mmeandaliwa vizuri, mmeumbwa, mna akili, mna uwezo wa kufahamu. Fala taj'alu lillahi andada, msimjalie Allah kwamba ana wenziwe kwenye mamlaka. Allah hana mshirika, hilo jambo hataki, msimfanyie. Wanaambiwa watu wote, annasu, hilo tamko, enyi watu, fala taj'alu lillahi andada, msijalie wenza kwa Allah. Haya masala ya service mnaoambiwa mfanya ibada, msiyapeleke mahala pasipostahiki, msimpe mwingine, wa kuabudiwa ni mmoja tu. La taj'alu lillahi andada, msijalie kwa Allah kama ana wenza wake. Sasa binadamu hakubali na haridhiki na hilo. Ana majini wake anawaabudu, ana binadamu wenzake anawaabudu. Sijui kuna wengine wanaabudu mizimu, wengine wanaabudu sijui nyota, wengine wanaabudu mwezi, wengine wanaabudu hichi.
anaona maisha yake na maslahi yake yanaenda sama pamoja na Mungu na hiki kingine kisaidizi. Msifanye hivyo. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, msimjalie Allah na wenziwe katika haki ya kuabudiwa hali ya kuwa mnajua Allah ndo mwenye nguvu peke yake na ndiye anayestahili kuabudiwa peke yake. Msifanye hivyo. Naona munasaba wa aya tulizomaliza za mgawanyiko wa watu na hizi ambazo tunaanza leo kusoma uko wazi. Lamma dhakara ta'ala al-ansafa thalatha, baada ya Allah kututajia al-asnafa thalatha, namna tatu za watu, al-mu'minin kataja waumini wacha Mungu, wal-kafirin akataja na makafiri, wal-munafiqin akataja na wanafiki. Wote ni watu hawa wanadamu, lakini wanadamu wengine mu'minin waumini, wanadamu wengine kafirin wanakana kila kitu, hawakubaliani nacho na hawaoni aibu kukataa, na binadamu wengine munafikin ni watu ndumila kuili, wana nyuso mbili mbili, anakukabili kwa uso mwingine lakini nyuma yake kuna uso mwingine. Baada ya kututajia Allah makundi matatu ya watu, wa dhakara ma tamayyazu bihi min as-saadati aw shaqawa, halafu akatutajia Allah kile kinachowatenganisha, kinachowapambanua hawa watu, kwamba wengine katika hawa ni suada, wema, watu wema, wanabeba utukufu kwa kuwa watiifu kwa Mola wao. Aw shaqawa, kama hawakuwa wema watakuwa ni ashqiya, waovu, wanabeba lawama kwa Allah kwa kule kutokumtambua, kutokumheshimu na kutokumtii. Au imanun au nifaqun, au Allah ametupa wasifu wa kutofautisha baina ya iman na nifaq, imani na unafiki. Wadaraba al-amthala, pamoja na mchanganuo wa watu Allah akapiga na mifano, wa waddaha turuqa ad-dalali, akatuwekea wazi njia za upotovu. Wa aqabahu huna, baada ya kutufafanulia hayo na kutuwekea wazi mchanganuo wa watu, aqabahu huna, aya hizi tunazoondokea nazo hapa amefuatisha Allah bidhikri al-adillati wal-barahina, kwa kututajia dalili na hoja. Anaongea kwa kujenga hoja na anatuonyesha dalili ala wahdaniyati rabbil alamin, dalili zitakazotusaidia sisi kwa akili zetu za kawaida kujua kweli Mola anayeuendesha huu ulimwengu ni mmoja tu. Mbinguni na ardhini katawala yeye, hakosei, hasahau, haghafiliki. Ndo maana mambo unayaona yanaenda kama kawaida. Kama wangekuwa wamiliki ni wengi wanatofautiana, tungeona migongano kati ya kazi za Mungu huyu na kazi za Mungu huyu. Lakini kwa sababu ulimwengu mzima, all over the universe, mbinguni na ardhini, mambo yanaenda uniformly, bila shaka mpangaji na mwendeshaji ni mmoja tu, kwa dalili na hoja. Waarafa an-nasa, halafu pamoja na hoja na dalili anazotoa Allah, anawatambulisha watu, ndo sisi, anawataarifu watu biniamihi, neema zake alizowaneemesha watu. Huyo bwana huyo kaweka hoja na dalili, anaongea kwa hoja na dalili, halafu anawatambulisha watu neema zake. Wewe ukichimbua chini ukakuta Tanzanite, hiyo ni neema yake kaweka. Ukachimbua ukakuta dhahabu, ni neema yake kakuwekea wewe binadamu. Wewe ukisema ninaoa ukipata mtoto, ni neema yake kakuwekea wewe, unajisifu baba naye simba kule dume nimekuja, yani unajiona wewe manake bingwa sana ati umepata mtoto.
Kumbe Allah kaumba kiumbe mwingine mpya kwa kupitia wewe. Neema zake hizi, sasa utashukuru au utakufuru? Hivi kujisifu nimeleta dume, kweli umelileta wewe ili dume au umegaiwa? Umepewa. Sasa utashukuru au utakufuru? Yani ni chochote katika neema, yeye ndo mneemeshaji, ndo anatoa hivyo kwa hoja na dalili. Anawatambulisha watu neema zake, liyashkuruhu alaiha. Wakishajua neema hii nimeneemeshwa, angalau walipe shukurani, wamshukuru Bwana wao kwa zile neema alizowapa mbalimbali. Lakini mtu anasema nimepata kwa elimu yangu. Hiyo elimu umeipata mwenyewe? Si umetayarishiwa ubongo, ukapewa afya, ukafanya hivi, uwezo wa kuhifadhi, kukremu na nini? Si muumbaji ndo kakuwekea hivi? Sasa hapa mpaka hapo humtambui. Anawatajia neema zake, wamshukuru, wasimkufuru. Wa aqbala alaihim bil khitabi ya ayuhan nas. Allah anavyoongea na viumbe wake amewakabili kwa lugha ya kuwaitia, lugha ya kuwasemeshea, akawaita ya ayuhan nas, enyi watu. Enyi watu nyote kwa ujumla wenu, nyote pamoja na farka zenu, tofauti zenu, nyote jitambueni mna asili moja na mimi ndio niliyewaleta. Ya ayuhan nasu, enyi watu. Wa huwa khitabu li jamii alfiati. Khitabu hii iliyotumika yanakusudiwa yale makundi yote matatu yaliyotajwa huko, pamoja na tofauti zao. Makafiri, waumini, wanafiki, wote wanasemeshwa na Bwana wao mmoja. Ya ayuha nasu, enyi watu. Huwa alkhitabu li jamii alfiati. Hii ni khitabu ya makundi yote yaliyotajwa hapo juu au huko nyuma. Mumtinan alaihim bima khalaqa wa razaqa. Allah anawatambulisha, anawajulisha watu wote kwa zile neema ambazo kawaumbia na riziki ambazo kawakadiria akawaruzuku viumbe wake. Neema yoyote utakayoifurahia, ulioneemeshwa nayo, Allah ndo kakukadiria, kakuneemesha, akakupa. Hata sura yako hii uliotokea tumboni kwa mama yako, Allah anasema kakupa mwenyewe. Ya ayuhal insan, ewe mwanadamu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kitu gani hasa kinakudanganya we ukakosana na Mola wako mkarimu? Ya ayuhal insanu, ewe binadamu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kitu gani kinachokudanganya mpaka mkakosana, mkatofautiana na Mola wako mkarimu? Alladhi khalaqaka, Mola ambaye ndo aliyekuumba. Fasawaka, akakuweka sawa sawa kwenye maumbile. Faadalaka, akakuadilisha viungo. Una macho mawili yamepangika vizuri, yani ukipata ajali wewe halafu jicho moja likashuka moja likapanda, hata unaona haya kutembea mbele za watu, utatafuta kapelo ufunike sura. Yani hapo alipokuwekea Allah, yani ndo umekuwa vizuri sana, unapendeza mwenyewe. Ukishajitupia pamba zako za nguvu, unakaa kwenye kioo ukajitizama, ukasema sasa panatokeka nje, niko smart. Umeumbwa vizuri. Hasa kinachokudanganya mpaka ukawa huna mahusiano mazuri baina yako na muumba wako ni kipi? Kitu gani? Ma gharraka bi rabbikal karim. Kipi kinachokudanganya upande wa Mola wako mkarimu? Mola wako mkarimu, alladhi khalaqaka, ambaye ndiye aliyekuumba. Fasawaka, akakufanya sawa sawa kwenye umbile. Faadalaka, akafanya taadili al-a'dha, akakuwekea viungo sawa sawa, mikono, miguu, kichwa, masikio, macho, ndani ya kaseti vitu, mfumo wa fahamu, una ubongo, una moyo, una kila kitu, unaweza kubuni mambo, kupanga, kutoa maamuzi, una fikra za muda mfupi na muda mrefu.
haya yote hata shukurani huna. Yaani unajiona mjanja kupiga mahesabu ya hela tu, mjanja wa kubuni projects. Hasa ukishabuni project zako na ukapata faida, una shukurani angalau ya kumshukuru aliyekufanya ukawa hivyo? Unajitambua? Khalaqaka fasawaka faadalaka, Mola wako kakuumba sasa, akakuumba vizuri, akakuweka sawa sawa, akakuadilisha viungo. Fi ayi surati ma sha'a rakabak, halafu sura aliyotaka yeye ndo kakurekebisha nayo huko hivyo ulivyo unavyojiona. Na kila mtu hujiona yeye mzuri kuliko wengine, ndo hivyo. Ukimwona mwenzako, hasa kama unamchukia, tazama anajua kama punda, yani wewe ndo unajiona mzuri, unamuumbua mtu aliyeumbwa na Allah. Kosa kubwa unafanya wewe. Unaweza kumfanya huyo anayejua kama punda? Kwa hiyo kila mtu hujisifu mwenyewe mzuri, anapendeza na humbeza mwingine. Lakini suala, wewe hujaona dalili yoyote ya kwamba umeneemeshwa? Je, aina gani ya shukurani unayomshukuru aliyekuneemesha? Kalla, sivyo mnavyofanya, mnakosea. Ni hoja kaweka Allah kutokana na alivyoneemesha kwa viumbe wake kwa kuwaumba na kuwawekea riziki hapa katika dunia. Wa abraza lahum mu'jizata al-Qur'ani, halafu Allah akawaekea wazi muujiza wa Qur'ani ambayo ni maneno yake aliyokusudia yawe ni muongozo kwa watu, hudan linnasi wa bayinatin min al-huda wal furqan. Kwa hiyo amewawekea muujiza katika hii Qur'ani biansahi bayanin wa awdahi burhanin, yani lugha iliyotumika bayan, yani imenyoka. Yani Qur'ani inaelezea kitu hata mtu ambaye hakusoma anafahamu, akishaambiwa anafahamu vile ilivyoelezwa. Halafu ndani ya maelezo yaliyotolewa kwa ufasaha kabisa, Allah akajenga na hoja na dalili, kaweka hoja na dalili zinamsaidia mtu mwenye kutumia akili yake vizuri kufahamu ujumbe unaokusudiwa. Ndo kama hivi anaongea, halafu akakuwekea na hoja na dalili. Hili liko hivi kwa sababu hii, hoja yenyewe ni hii, dalili hii hapa. Liyaktali'a min alqulubi judhura shaki walirtiabi, ufundi uliotumika, miujiza iliyomo ndani ya Qur'ani inang'oa katika nyoyo za watu wale wanaothamini Qur'ani yenyewe wakaizingatia maneno yake. Inasaidia katika nyoyo kung'oa judhuri shaki, ile mianya ya shaka. Kama kuna mtu kuna jambo kama halielewi vizuri, basi yakishafafanuliwa kwa hoja na dalili, shaka inamuondokea, anakuwa na yakini, anafahamu vizuri. Shaka na ile kigugumizi, kweli si kweli, hii iliyozungumzwa hapa ndo kweli au panadanganywa, inaondoka kabisa shaka kwa Qur'ani ilivyokuwa fasaha na inaongea ikitumia na hoja na dalili ndani yake. Mtu anafahamu kilichokusudiwa, ujumbe wake uko wazi. Ya ayuha nasu, enyi watu, u'budu rabbakum, muabudieni bwana wenu. Yakulu ta'ala, anasema Allah mtukufu, munabbihal ibada, munabbihanil ibada, anasema Allah kuwatanabahisha waja wake, watumwa wake. Ila dalail alqudrati, anawatanabahisha wajue dalili za uwezo mkubwa alionao Allah. Wal wahdaniya, na pia kuna dalili za kuonyesha Allah ni mmoja peke yake, hana mwenza, hana mshirika. Kwa dalili anaonyesha uwezo wake mkubwa, na kwa dalili
anajitangaza kuwa yeye yuko peke yake, hana mwenza, hana mshirika, hataki mashirikiano na yoyote. Katika hadithi al-Qudsi amesema Allah, ana aghna shuraka yani shirki, mimi ni mkwasi kuliko matajiri wote, wale ambao ili mambo yao yaende basi wengine lazima wafanye ushirikiano, waunde kampuni, watengeneze taasisi kubwa, wamiliki hisa. Huyo ana hisa 50%, mwingine ana hisa 30%, mwingine ana hisa 20%, 100% ya hisa inakuwa imemilikiwa na watu watatu kwa mchanganuo kama huu. Watu ndio wanaohitaji ushirikiano. Allah anasema yeye hahitaji hicho kitu, hana ushirika na yoyote. Hakuna yoyote mwenye hisa katika uungu anayeshirikiana naye. Ana mimi aghna shurakai, mimi ni mkwasi kuliko wale wanaotengeneza ushirika wote. Ani shirki, nimeepukana mbali na suala la shirikisho, sipendi kushirikiana na yoyote. Mimi ni mmoja, niko peke yangu na mambo yangu nayaweza mwenyewe. Faman amila amalan, kwa hivyo katika nyinyi viumbe wangu atakayefanya amali yake yoyote ile, ashraka fihi ghairi, kwenye amali hiyo alipoitenda kamhusisha mwingine asiyekuwa mimi. Mimi nataka mja wangu afanye kwa ajili yangu peke yangu. Anapofanya mja wangu jambo, kwenye jambo lake akamhusisha mwingine nisiyekuwa mimi, taraktuhu wa shirkahu, mimi ninamuacha na mkataa, namuacha na huyo mwingine alomshirikisha na mimi. Kazi yake hiyo namuachia huyo mwingine huyo. Kama kulipa alipe yeye, kama kubariki abariki huyo mwingine. Kwa hiyo unasema unaomba mtoto na Allah ndo Khaliq anayeumba, lakini unakwenda mzimni kuomba mtoto. Na tuseme umpate huyo mtoto, madamu umempata mzimuni mtoto huyo, Allah anasema wewe na mtoto wako anakuacheni, anauachia huo mzimu. Umlinde mtoto kama ulivyokwenda kusema, umsaidie mtoto, umpatie kazi ndugu yako, ufanye hivi. Ukifanya amali ambayo umesema ninamuomba Mungu, halafu katika kumuomba Mungu ukamchanganya na mwingine au wengine ukawaomba pamoja, yeye Allah hujitoa, anasema ninakuacha mimi na hao uliowashirikisha na mimi, majukumu yote nitawaachia wao, watafanya kama wanaweza. Kwa hiyo ni kwa hoja anasema, na anakuonyesheni dalili kwamba Allah ni mmoja na ana uwezo mkubwa, hataki kushirikishwa na yoyote yule, hataki kushirikishwa na yoyote yule kwenye masala ya muamalati haya, mambo ya ibada. Ibada anaabudiwa Allah peke yake, la maabudu bihaqi illa Allah. Hakuna katika ulimwengu anayefaa kuabudiwa kwa haki na viumbe wanadamu isipokuwa Allah. Utakapoabudu ibada yako ukawahusisha wenye kuabudiwa zaidi ya mmoja, yeye Allah anaikataa hiyo ibada. Kwa hiyo watakuja watu siku ya kiyama wamefanya mambo mengi makubwa, wanadai malipo yao, waambie hayanihusu. Wale uliowashirikisha na mimi wafuate, watakulipa. Mimi hujanifanyia kitu hapa. Walionifanyia mimi wote nimedhamini kazi zao hizi hapa, na walipa wenyewe. Wewe hukunifanyia mimi, sikujui. Anawalipa istihzai yao. Kwa hivyo katumia njia hiyo Allah, kawaita viumbe wake kwa tamko la pamoja, enyi watu muabudieni Mola wenu ambaye kakuumbeni nyinyi na waliopita kabla yenu. Ya ayuha nasu, enyi watu. Ya maashara bani Adam, enyi watoto wa Adam kwa ujumla wenu, mnaokubali, mnaokataa, mnaoamini, mnaokufuru, mnaofanya mema, mnaofanya mabaya, nasema nanyi kwa ujumla wenu, udhkuru ni'ama Allahi aljalilati alaykum,
hebu zikumbukeni neema tukufu za Allah alizokuneemesheni. Hebu zikumbukeni, kaeni muzingatie kwa umakini, mutafute neema ambazo nyinyi mnaenjoy sana, kwa hizo mnazifurahia sana, halafu mumtafute nani kakuneemesheni. Kumbukeni neema tukufu zilizopo juu yenu. Waabudullaha rabbakum, mkishafahamu kwamba mmeneemeshwa, basi muabudie Allah mola wenu mlezi. Rabbu ni mlezi na tarbia ni malezi. Kaanza kukulea tangu ulivyoanza kuwa ni tone la manii, kalitunza, kalikuza, likapita stage mbalimbali mpaka ukakamilika mtu kamili tumboni kwa mamako, ukapewa roho, ukawa kiumbe hai. Sote ni neema hizo. Kumbukeni neema tukufu alizokuneemesheni bwana wenu mlezi. Alladhi rabbakum, mola ambaye kakuleeni. Wa anshaakum baada allam takunu shay'a, amekuvumbueni wakati hamkuwa chochote. Amekuvumbueni akakuleteni hapa duniani baada allam takunu shay'a, baada ya kuwa hamkuwa kitu huko nyuma. Kabla hajakuumbeni yeye hamkuwepo, hapakuwa na kitu. Yani waangalieni watoto wenu wale wadogo ambao hawajabaligh bado, mliowazaa hivi karibuni, ni viumbe Allah kaumba. Lakini wewe baba wa huyo mtoto au mama yake huyo mtoto, anaweza akajua mtoto wangu huyu atazaa watoto wangapi wanaume, wangapi wanawake. Je, watakuwa watoto wake huyu wema au wabaya? Unajua? Atafikia huyu umri wa kuoa au kuolewa? Unalo elimu nayo jambo hilo? Huna. Lakini yeye anajua. Kwa hiyo mtoto wako huyu sasa hivi ni mtoto, umri ukiwa mkubwa keshakadiriwa mambo mengi. Atakufikia wakati yeye awe baba au atakuwa yeye mama, kama ambavyo wewe sasa hivi uko baba na unaye mama yake. Kwa hiyo hatua hizi za kuanzia alipokuwa mdogo mpaka kuja kufika akayapata hayo mengine, yote ni tarbiyatullah. Allah ndo analea. Kwa muumini anaamini hivyo. Wale wanaojitia hamnazo, wanaokana hiyo imani, ndo wanasema yote wanayafanya kwa elimu yao. Amekuleeni mola wenu baada allam takunu shay'a, baada ya kwamba hamkuwa chochote, hamkuwepo kabisa hapa duniani, na hayupo aliyekuwa anajua kwamba siku fulani tarehe fulani tutapata kijana atakuwa ni fulani. Hawakuwepo, wameletwa. Ubuduhu bitauhidihi, muabudieni huyu bwana wenu kwa kumpwekesha peke yake, msimshirikishe. Wanaonywa wale washirikina ambao ndo walikuwa wanapingana na mtume mpaka wamepigana naye vita. Mtume anawaambia watu wamwabudu mola mmoja, wao wanasema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Huyu vipi? Waungu wetu wote hawa hawana maana, wafanye Mungu ni awe mmoja tu. Hili jambo la ajabu sana, kituko anatuletea. Wale ndo walikuwa wanasemeshwa maneno haya. Acheni ubishi, acheni jeuri, acheni kibri. Mola wenu ni mola mmoja tu. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Mola wa kuabudiwa nanyi ni mola mmoja tu. Hakuna wa kuabudiwa katika ulimwengu huu zaidi yake. Yeye ndo Rahman na yeye ndo Rahim, mwenye neema kubwa, mwingi wa rehema, ndo yeye. Ubuduhu bitauhidi. Kwa hiyo watu nyote mnaagizwa mumuabudie Allah kwa kumpwekesha yeye peke yake. Wa shukrihi, na mumuabudu kwa kumshukuru, kwa sababu kakuneemesheni neema nyingi, mumshukuru kwa neema zake. Wa taatihi, na mumuabudu kwa kumtii
katoa maagizo yake, anapenda kuona yanathaminiwa, muyatekeleze. Kila alichoagiza kakuagizeni nyinyi, kila alichokataza akasema hataki, ndo anakukatazeni nyinyi. Anapenda kuona muna practice anachowaagiza, mumtii Mola wenu aliyekuumbeni. Kwa nini sasa anatumia ubabe tu kwa mambo yasiyomuhusu yeye? Ana uhusiano gani na sisi? Uhusiano akauweka alladhi khalaqakum, yeye ndo aliyekuumbeni nyinyi. Hivyo ulivyo na hayo ulionayo yanayokuzuzua, yeye ndo kakupa. Muabudieni Bwana wenu ambaye khalaqakum walladhina min qablikum, kakuumbeni nyinyi mliopo sasa, na ndiye aliyewaumba walopita kabla yenu. Ai, maana yake alladhi awjadakum biqudratihi min aladami, Allah ndiye aliyekuvumbueni nyinyi kwa uwezo wake from nowhere, hamkuwepo, hata mlikokuweko hakujulikana. Wa khalaqa min qablikum min al-umami, na Bwana huyu ndiye aliyewaumba wote watu walokuja kabla yenu katika umma zilizopita, walikuwa wanaishi kama nyinyi. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu, nyinyi mnastarehe kwa yenu ya wakati huu kama walivyostarehe waliopita kwa yao ya wakati wao, na nyinyi mnazembea kama wao walivyozembea. Munaipenda dunia kama wao walivyoipenda dunia mpaka ikawaangamiza, na nyinyi mnapita kule kule. Kwa hiyo hebu zindukeni, hebu jitambueni, nyinyi ni viumbe, muabudieni muumba wenu ambaye kakuumbeni nyinyi, na ndiye aliyewaumba walopita kabla yenu katika umma zilizopita. La'allakum tattaqun, kwa hichi kitendo cha kukubali kumwabudu ndo huenda mkasalimika huko mbele. Safari yenu ni ndefu, munakoenda kugumu, matayarisho ya raha za huko yanafanywa hapa. Hebu jieleweni, la'allakum tattaqun, huenda mkasalimika mkafanya hivyo mnavyoambiwa. Nyinyi ni watumwa tu, kwa hiyo muabudieni Bwana wenu, mtumikieni Bwana wenu. Litakunu fi zumratil muttaqin, munaambiwa mumuabudie aliyewaumba ili muwe katika makundi ya watu waliosalimika, watu waliomcha Mungu. Alfaizina bilhuda walfalahi, watu waliofaulu, waliofuzu kwa kushika muongozo walioletewa, wakafanikiwa kupata mafanikio yaliyotabiriwa ya akhira. Qala al-Baydawi, Imam Baydawi amesema, lamma addada ta'ala firaqal mukallafina, baada ya Allah kutuorodheshea makundi ya viumbe waliopewa taklifu ya ibada, ni binadamu na majini, watu na majini, lakini ndo wana makundi tofauti. Kuna waumini, kuna makafiri, na kuna wengine wababaishaji tu wakati na kati. Alipotutajia Allah makundi ya hawa mukallafin, aqbala alaihim bil khitabi, akawakusanya wote wale makundi tofauti, akawasemeza kwa lugha moja. Ala sabili litifati, ametumia Allah njia ya kutugeuza. Kule kagawa, katupa maneno yanayowahusu wacha Mungu, maelezo na sifa zinazowahusu makafiri, na sifa zinazowahusu watu wanafiki, mandumila kuwili. Halafu wote kwa ujumla wao akawasemesha hutuba moja. Hutuba hii moja au khitabu hii haiendi kwa moja katika yale makundi, ni makundi yote ya watu. Kawaita ya ayuhannasu, enyi watu kwa ujumla wenu. Hazal lisimai, amefanya hivi Allah kwa ajili ya kuchukua usikivu wa mtu mwenye kusikiliza. Anawataka watu wa pay concentration, wazingatie vizuri kwa makini kinachozungumzwa sasa, regardless yuko kwenye kundi la wacha Mungu au la makafiri au la wanafiki.
lakini hebu nyote kwa ujumla wenu sikilizeni message hii, ujumbe huu. Anawataka wasikilize wote, kawaita wote kwa pamoja, ya ayuhan nas wa tanshita lahu, na pia anawataka wawe makini, wasikilize kwa umakini, akili zao ziwe hadhiri, wasikilize kinachosema baada ya kuitwa wote watu. Enyi watu, sasa wewe ukijisikia ni mtu, unatakiwa hebu uzingatie hapa tunaambiwaje, ujumbe gani unakuja. Wa ihtimaman bi amri al-ibadati wa tafkhiman li sha'niha, na kwa sababu wameitwa watu wote, agizo walilopewa ni ibada, wanatakiwa waabudu. Sasa kwa mwenye akili anajua hapa lugha iliyotumika ihtimaman bi amri al-ibada, tunaonyeshwa umuhimu wa jambo la ibada, kwamba sisi lazima tutekeleze ibada, tumuabudu Bwana wetu. Jambo la ibada ni jambo muhimu sana, sio la kulidharau. Mwingine akisikia kaamka usiku sala sasa ndo nishachelewa, sio kachelewa msikitini, yani ile sala ndio yeye kishachelewa kwenye mishemishe zake. Wengine wanawahi mapema, anafanya kazi Kiwengwa huko, anafanya kazi wapi, yani yeye pale ndo anapeki vitu vyake, anatia moto gari lake au pikipiki, ndo anatoka kwenda zake kwenye kutafuta hela maisha. Hajui chochote kuhusu habari ya ibada wala nini, yeye maisha, na wala hana uhakika hata dakika 5 zijazo kwamba ataendelea kuishi hapa, lakini basi tu akili ya mtu iko hivyo. Mwingine hapa sisi tunasali sala ya asubuhi, ndo anapiga honi huko nje, kwerekwe, haji humu, anakuja hapo kuwasubiri wanaotoka humu awapeleke kwerekwe apate pesa. Nadhani haya mnayaona, lakini wote kwa ujumla wameongeleshwa lugha moja. Bwana, jukumu la awali lenye umuhimu kwenu ni ibada, muabudieni Bwana wenu aliyekuumbeni nyinyi na walopita kabla yenu. Wa tafkhiman li sha'niha, ibada imeongelewa hapa kuonyesha uzito wake. Jambo la ibada kwa binadamu na kwa jini yoyote ni muhimu, ni jambo muhimu sana lenye uzito mkubwa wa awali kwa kiumbe mukallaf katika binadamu na majini thaqalaini. Wa innama kathura nidaa fi al-Qur'ani bi ya ayyuha. Sheikh anasema ndani ya Qur'ani mumekithiri wito wa kuitwa watu ya ayyuha, ya ayyuha. Ziko aya nyingi zimekuja hivyo, listiqlalihi biawjuhin min at-ta'kidi, kwa sababu wito wa aina hii unajitegemea, unajitosheleza, hauhitaji taakidi, kutilia mkazo. Ukisikia waliomaliza form 4 mwaka 2010 unasema na mimi 2010 ndio nimemaliza form 4, utasikiliza kwa makini, haya wanaambiwa nini hapa, kuna ajira nini, kuna nini, analipa umuhimu, kwa sababu wito uliotumika sifa ile na yeye anayo. Sasa ya ayuhan nasu, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina kafaru, kwenye Qur'ani zimejaa hizi. Kwa hiyo haihitaji tena taukidi baada ya mtu kujitambua mimi nahusika. Ukiitwa ya ayuhan nasu, wewe si mtu, unahusika kuwa utakavyokuwa na itikadi yako, lakini si mtu, unahusika moja kwa moja. Kwa hiyo haihitaji taukidi hiyo. Umeitwa wewe, agizo linalokuja hapo linakuhusu wewe, si mtu. Kwa hiyo agizo linalokuja hapo ndo unaambiwa wewe mtu, kama katazo ndo unakatazwa wewe mtu. Wa kullu ma nada Allah lahu ibadahu min haythu innaha umurun izam min haqqiha, na yale mambo yote ambayo Allah amewaitia waja wake, yote mambo ambayo Allah amewaitia waja wake, baada ya nidaa kasema jambo. Kwa yale mambo ambayo yote aliyoyasema kwa kuwaitia waja wake yanaonekana ni mambo makubwa, umurun izam,
yani ni amrun azim. Kila moja analoitiwa mtu akaambiwa ni amrun azim, ni jambo kubwa sana. Min haqqiha, katika haki yake Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hilo jambo analowasemeshea viumbe wake. Ani yatafatanu laha, watu wanatakiwa haya mambo wanapoitwa wakaambiwa ni mambo makubwa na muhimu, wayazingatie kwa umakini, wafahamu kwa nini nimeambiwa hivi, kwa nini nimeamrishwa hivi, kwa nini nimekatazwa hivi. Isomwe Qur'ani kwa mazingatio. Wewe ukisoma au ukisikia, wewe unazingatia hivi vitu, sababu wewe ndio unaitwa hasa mtu, mtu wewe. Halafu unapewa agizo, hujui kama umeagizwa, hata kuna habari. Unakatazwa jambo, hata kuna habari kama umekatazwa, wakati umekatazwa wewe. Wayakbalu biqulubihim, wameitwa watu wakapewa majukumu makubwa ili wayapokee yale majukumu. Biqulubihim, nyoyoni mwao, wayaweke moyoni. Alaiha, waende kwenye hayo walioagizwa au walioamrishwa. Wa aktharuhum anha ghafilun, lakini wengi katika watu maagizo wanayopewa wanaghafilika nayo. Inabaki tu limesemwa, kalisikia, limeingia sikio la kulia, likatoka sikio la kushoto. Baada ya kuambiwa anaondoka kama alivyo, kama hajaambiwa kitu. Aktharuhum anha ghafilun, wengi wa watu maagizo yanayotoka kwa Mola wao wanaghafilika nayo. Haqiqun, ni hakika kwamba bi an yunada lahu bil akadi al ablagh, kwa uhakika ni kwamba sigha iliyotumika, wito walioitwa watu na majukumu waliopewa baada ya wito, ni hakika yamezungumzwa kwa msisitizo na uzito wa hali ya juu, lakini wao wanapotezea, hawayatilii maanani. Kama tunavyosoma katika aya mbalimbali kama kwenye suratul Furqan, waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Huyu mtume wenu amelalamika kwa Mola wake akasema, Mola wangu, umetuletea kitu adhim, lakini kaumu yangu wameifanya hii Qur'ani ni kitu kilichohamwa, hawashughuliki nayo kabisa, wala haiwaongozi. Wewe umekusudia uwaletee huu uwe mwongozo kwao, wallahi hawaongozeki kwa hii Qur'ani, wameihama, wanaongozeka kwa mambo mengine ya chaguo lao. Kumbe pamezungumzwa vitu kwa msisitizo, kwa lugha ya msisitizo, lakini watu hawaoni huo msisitizo, wanapuuza. Thumma addada ta'ala ni'amahu alaihim faqala, halafu Allah akaorodhesha neema zake mbalimbali kwa wanadamu, akasema hivi, alladhi ja'ala lakumul arda firasha, Mola wenu anayedai muabudu peke yake ni yule ambaye kajalia ardhi kwenu kama ni tandiko lenye mahitaji mengi au yote mnayoyahitaji. Ja'alaha mihadan wa qarara, ameijalia Allah hii ardhi ni tandiko. Tandiko si mtu huresti juu yake. Halafu pamoja na kwamba ni tandiko, nyinyi mko juu yake. Wa qarara, tandiko hili limejazwa humo ndani mahitaji yenu yote mnayoyahitaji ya kukupeni utulivu kwa maisha yenu haya ya awali. Ukichomeka kisiki cha muhogo kinakuletea muhogo, ukitupa punje zako za mpunga unapata mpunga, unachimba pale unapata tope za kukandikia nyumba. Wengine wanapata madini mbalimbali wakasarifu vitu, wanatoa umo kwenye ardhi simenti wakajenga nyumba imara, umo wanatoa kaure wakatengeneza vyombo, umo wanatoa vitu vya elektroniki, umo wanatoa madini ya kutengenezea masilaha. Kwenye ardhi wamewekewa vitu vyote vya mahitaji yao ya hapa, lakini aliyewawekea hawamjui, wanasema, wanamkataa. Kawawekea vitu vya kuwafanya waendeshe maisha yao ndani ya hiyo ardhi, huyo ndo wanadai aabudiwe, wao wanapuuza. Tastakiruna alaiha wataftarishunaha kalbisati, nyinyi mliopo juu ya ardhi muna utulivu kwamba mahitaji yenu yote yanapatikana juu ya ardhi, mmetulia, hamna mnalolihitaji likawa linakosekana.
wataftarishunaha kalbusat, halafu ardhi imetandikwa, imekuwa kama busati, nyinyi mko juu yake. Kalbusati almafrush, kama busati lililotandazwa vizuri. Ma kurwiyatiha, pamoja na ule umviringo wake. Ardhi ni mviringo, wanasema kama ulivyo mpira, lakini walioko juu yake wanaiona kama imenyooka tambarare. Wanatembea maelfu kwa maelfu ya makilomita, kila ukenda ardhi unaiona imenyooka hivi. Inayo milima na mabonde, lakini unaiona imenyooka ya mviringo. Na mwingine hafahamu, ukimwambia iko ya mviringo anasema sasa ya mviringo vipi? Lakini iko ya mviringo, wote wanajiona wako juu ya ardhi. Kwa hiyo kama ni mviringo uko hivi, walioko huku juu wakiangalia huko ndo juu yao, na walioko huku chini wamesimama huku ndo mbinguni kwao. Iko hivyo, wewe ukitaka usitake, iko hivyo. Pamoja na kwamba ni mviringo ardhi, lakini watu wanaiona imenyooka, imetandikwa kama busati. Wao wameikanyaga na wako juu ya hiyo ardhi. Wa illa ma amkanakumul aishu wal istiqraru alaiha, kama si Allah kukujalieni hii ardhi hivyo alivyoijalia, isingemkinika kwenu nyinyi kupata istiqrari, utulivu juu ya ardhi. Qala al-Baydawi, Sheikh Baydawi amesema, jaalaha muhayyaa, Allah ameijalia hii ardhi imeandalika vizuri, lian yaqudu wa yanamu alaiha, ili watu wakae kitako na walale usingizi juu yake. Kal firashi, kama linavyokuwa tandiko almabsuti lililokunjuliwa. Ardhi ndio iko hivyo, yani ardhi inatembea, tena spidi kubwa kuliko hivi vyombo vyetu tunavyotembea hapa, tunavyounda juu ya ardhi, inakimbia. Lakini juu ya chombo kinachokimbia, sisi tupo tunafanya shughuli zetu, tunajenga majengo marefu marefu yaliyokwenda juu, na ardhi inakimbia sana. Sisi tunaiona imetulia, ardhi inakimbia, na kukimbia kwake ndo tunapata usiku na mchana, na pia katika kukimbia kwake tunapata mwaka mmoja mzima. Maana ina mizunguko miwili, ina mzunguko wenyewe inazunguka hapo ilipo, ndo unaitwa mzunguko wa rotation kitaalamu, na ina mzunguko wa kuzunguka duara kubwa la kuizunguka jua, ambao ndo inaitwa revolution. Kwa hiyo ina mizunguko miwili, ardhi inazunguka, sisi tupo juu yake, tunaiona imetulia hapa, tupo ndani ya msikiti. Inakimbia na imemiliki vitu vyake, mpaka hewa haipotei kwa sababu ya spidi inayokwenda. Hewa yake pia ardhi imedhibiti. Kwa hiyo imetulia, ikuwezesheni nyinyi kuishi juu yake kwa umakini na utulivu. Wadhalika yastad'i kaunuha musattahatu lianna kurwiyatan shakliha ma'idhami hajmiha la ya'ba liftirashu alaiha. Anasema inapelekea kwa wenye kufahamu huu utulivu tulioumbiwa wa ardhi, pamoja na kwamba inakimbia au inatembea, inapelekea sisi tuione imekunjuka, ni pana, hali ya kuwa iko katika umbo la mviringo kwa sura yake ya kimaumbile, pamoja na ukubwa wa vitu vilivyokuwa juu yake. Kuna milima, majabali, eneo kubwa limekaliwa na maji ya bahari. 70% ya uso wa ardhi imekaliwa na maji. 30% tu ndo haya mabara ambayo ni maeneo wanayoishi watu makavu. Lakini ardhi inayokimbia imebeba maji juu yake, hewa, ina milima na vitu vingine. Sisi tumestarehe juu yake, tuna enjoy. Aliyetufanyia hatumtambui, ndo anatutambulisha kwa hoja.
anastahiki yaabudiwe kwa sababu kakufanyeni hichi na hichi na hichi. Ja'ala lakumul arda firasha, kwanza zingatieni, kakutandikieni ardhi hii iko kama tandiko, munapata utulivu, mmekaa na kufanya shughuli zenu mbalimbali juu yake, na mahitaji yenu mbalimbali mnapata humo. Kwa hiyo anastahiki aliyekufanyeni hili mumwabudu, mumtambue. Wasamaa binaa, jengine alilokufanyieni, kakufanyieni mbingu juu kama ni dari, imejengeka vizuri. Yani ja'ala samaa saqfan lil ardi, hii mbingu juu ndo kaifanya kama dari ya ardhi. Kama mfano wa nyumba yako, chini unapiga zege, unaweka tiles, lakini juu unaweka mwenyewe kama ni zege, au unaweka ceiling ya gypsum au vinginevyo. Kwa hiyo ardhi iko chini na juu kuna kitu kingine, kuna uwiano au mashirikiano ya kilichoko juu na chini, mnapata nyinyi maisha. Ja'ala lakumus samaa saqfan lil ardi marfu'an fawqaha ka hay'ati alqubba, Allah ameifanya mbingu juu yenu, juu ya ardhi, imenyanyuka juu kama shepu ya kubba, yale majengo yanayojengwa curved kwenye misikiti. Kama ardhi yenyewe ni mviringo na mbingu inakuwa katika shepu ya mviringo. Ndio maana nimesema walioko pande zote za ardhi wakisimama, ardhi wanaiona ndio iko chini na juu ya vichwa vyao ndio iko mbingu. Kwa hiyo ardhi iko duara na mbingu iko hivyo hivyo. Kwa hiyo baina ya mbingu na ardhi kuna hii open space tunayoiona ambayo ni mamilioni ya miles. Kajalia hivyo Allah. Wa anzala minas samai maa, halafu Allah huyo anateremsha maji kutoka juu. Katika mambo neema alizokufanyieni, anakuteremshieni maji. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, tunajalia vitu vyote vyenye uhai vinakuwa hai kwa sababu ya maji. Kila kitu kilicho hai uhai wake unategemea maji. Kwa hiyo anakuteremshieni maji kutoka juu. Ai maana yake mataran adhban furatan, anakuteremshieni mvua yenye maji ya baridi mazuri ya kunywa. Anzala biqudratihi, Allah anayateremsha maji kutoka juu kwa uwezo wake. Mina sahabi, kutoka kwenye mawingu. Yani hushangai maji kukaa angani, hakuna pipa kule juu wala mabofu ambayo ndani ya ile mabofu ndo mmewekwa maji. Maji kama maji mazito na uzito wake na sura yake na wasifu wake yanakaa juu tu, na yanapokuja hayaanguki yote kwa pamoja, yanakuja kwa utaratibu maalum, yako juu tu angani, na yanaweza kusafirishwa yakatoka eneo moja kwenda eneo jingine. Yote kakufanyieni huyo Bwana wenu anayetaka muabudie peke yake. Kama yangemwagika yale maji kwa kuanguka yote mara moja, pasingekuwa na maisha, tungeangamia sisi na majengo yetu. Angalia sehemu zinazotokea mafuriko, mpaka gari zinaburutwa na maji, nyumba zinaanguka. Lakini analeta maji kwa kadiri, mnapata ya kulimia, mnapata ya kutumia, kufua na kunywa. Visima vinaongezeka maji kwa sababu ya makadirio ya huyu Bwana wenu anayetaka muabudie peke yake. Fa akhraja bihi min athamarati rizqan lakum, kwa maji yale anayoyashusha kutoka juu huwa yanatumika kukuotesheni miti mbalimbali inayotoa matunda ambayo inakuwa ni chakula kwenu. Fa akhraja bidhalika almatar, Allah huwa anaotesha kwa mvua ile anayoileta anwaa thimari, namna mbalimbali za matunda. Walfawaki, thimari walfawaki kwenye Kiswahili yote tunatafsiri matunda. Walkhadar, na mboga mboga au matunda ya kijani yanayoliwaliwa hivi mabichi. Ghadhaan lakum, kama ni chakula kwenu, anakuotesheni chakula. Migomba inastawi, ndizi zinapatikana, minazi mnapata madafu na nazi, miti na mimea mbalimbali. Mvua ikinyesha miti inachangamka,
vyakula vinapatikana kwa wingi kwa sababu ya maji. Kama kuna ukame, maji hayaji, na miti pia uzazi unakuwa unashindikana, na mpunga pia hautoota. Fala tajalu lillahi andada, basi kama haya ndo anayokufanyieni Mola wenu, basi mnapaswa mumshukuru kwa kumwabudu peke yake. Fala tajalu lillahi andada, musimjalie Allah kuwa anawenza. Wa antum taalamun, hali ya kuwa mmeshafahamu ni nani Allah, mmeshafahamu uwezo wake, musimshirikishe. Yani kama tunabembelezwa kwa faida yetu wenyewe, lakini na sisi tunajitia hamnazo, hatuelewi. Kila mtu anafanya anavyotaka. Fala tattakhidhu ma'ahu shurakaa, hiyo andada, musijifanyie pamoja na Allah washirika, yani mkatafuta waungu wengine mkawafanya wanaushirika na Allah. Msifanye hivyo minal asnami, kama masanamu, walbashari, au binadamu wenzenu wengine wanawaabudu wakubwa wao. Tushirikunahum ma'allahi, mkawa mnawashirikisha na Allah, yale ya kufanyiwa Allah mkawafanyia na hawa pamoja naye. Hataki. Wengine wanasema mkubwa wangu ndo Mungu wa dunia bwana, huyu ndo Mungu wa dunia. Mwingine anasema mama yangu ndo Mungu wa dunia. Mama naye akawa Mungu. Wewe vipi? Una akili? Msiwashirikishe viumbe wengine ma Allahi fil ibada, mkawaweka meza moja, mkawapa hadhi moja pamoja na Allah kwenye mambo ya ibada. Ibada anaabudiwa Allah peke yake. Msifanye hivyo. Wa antum ta'lamuna annaha la takhluqu shay'an wa la tarzuqu, hali ya kuwa hao wengine mnaowapa hadhi ya uungu munajua kwamba la takhluqu shay'an wa la tarzuqu, hawa wengine mnaoabudia hawaumbi chochote. Allah kaumba yeye, hoja yake anasema yeye ndo aliyeumba. Hawa wengine ambao hawajaumba kitu mnawaabudiaje? La takhluqu shay'a, mnamwabudu ambaye hajaumba chochote. Wala tarzuqu, wala hatoi riziki yoyote, hatoi riziki yoyote, yeye mwenyewe anategemea apewe. Wa anna Allaha huwa al-khaliqu ar-razzaqu wahduhu, hali ya kuwa mnajua kwamba Allah yeye peke yake ndo mwenye kuumba na ndiye aliyekadiria riziki mbalimbali kwa viumbe wake. Dhul quwwatil matin, mwenye nguvu zilizo imara kabisa. Qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir, shara Allahu ta'ala, ametuwajibishia Allah mtukufu, fi bayani wahdaniyati uluhiyatihi, kwa kutubainishia upweke wa uola wake, yani ndo yeye peke yake ndo anastahili kuabudiwa. Li'annahu huwa al-mun'imu ala abidihi, kwa sababu yeye ndiye anayetoa neema mbalimbali kwa watumwa wake. Hakuna mwingine anayetoa hizi neema. Bi ikhrajihim min al-adami, kwanza neema aliyowafanyia ni kule kuwavumbua wakati walikuwa hawapo. Wewe ukiulizwa una miaka mingapi? Na miaka 40. Miaka 50 iliyopita wewe ulikuwa wapi? Yani hiyo 10 ya nyuma kabla hujaja ulikuwa wapi? Ukatoka ukaja hapa, hujui. Kwa yule aliyekuvumbua akakutoa kusiko kujulikanwa akakuleta hapa, peke yake ndo anayestahili ibada. Wa isbaghihi alayhimun ni'ama, pia jengine baada ya kuwaumba akawaleta hapa ulimwenguni, kawapa neema mbalimbali, kawaneemesha kwa neema mbalimbali. Wal muradu bisama, na makusudio ya neno sama huna hapa aliposema anateremsha kutoka kwenye samaa, muradi wake as-sahab. Samaa ni haya mawingu yapo karibu tu hapa. Fahuwa ta'ala alladhi anzala al-matara, maana yake yeye Allah mtukufu ndiye anayeteremsha mvua mina sahabi, kutoka kwenye mawingu yale. Fi waktihi, katika wakati wake, yale maji wakati wake ukifika yashuke, yeye ndo anayeyashusha. Ainda ihtiyajihim ilaihi, pale wakati ambapo watu wanayahitaji yale maji. Kuna miongo tunapata 4 ndani ya mwaka, kila muongo ni muhimu kwa maisha ya watu. Kwa hiyo muongo wa mvua inakuja mvua,
Muongo wa manyunyu manyunyu, yanakuja mvua ndogo ndogo za manyunyu. Muongo ambao unahitaji upepo mwingi, unavuma sana upepo. Na muongo wa jua kali, linatoka jua. Vyote vina maslahi kwa watu. Ni neema za Allah mneemeshaji. Kwa hiyo kila kitu hukileta kwa wakati ambapo sasa hivi panahitajika hichi, ndo tunaletewa. Sasa hivi panahitajika hichi, tunaletewa. Anayetuletea ndo tunastahiki, anayestahiki tumwabudie peke yake, sio wengine ambao hawatuletei chochote. Fa akhraja lahum bi anwa'a zuru'i wa thimari rizqan lahum, kwa kupitia maji na hivyo vingine anavyowashushia viumbe wake, huwa anawaletea au anawatolea namna mbalimbali za mimea na matunda, iwe ni chakula kwao. Wali an'amihim, na wanyama wao wanaowafuga. Mvua ikinyesha, majani ya kutosha ya malisho yanapatikana. Mbuzi nao wanatononoka, ng'ombe wanatononoka, maziwa yanapatikana kwa wingi, kwa sababu sisi na wanyama wetu tumeshiba. Sababu ni mvua. Anatuletea neema mbalimbali. Wa madhumunuhu annahu al-khaliqu ar-raziqu, madhumuni ya Allah kusema hivi, kaumba, anashusha maji, ana malengo ya kutufahamisha kwamba yeye ndo anayeumba kila kiumbe na ndiye aliyekadiria na kusambaza riziki. Anawagaia viumbe wake wanaoishi kwa kutegemea riziki, kawapangia riziki zao hapa hapa. Yeye ndo al-khaliqu ar-raziq. Maliku dari, yeye ndiye mmiliki wa hii dunia. Wasakiniha waraziqin, yeye ndiye mmiliki wa hii nyumba ya dunia na ndiye mmiliki wa wakaazi wa nyumba hii dunia, na ndiye anayewapa riziki wakaazi wa hii dunia. Allah huyo huyo mmoja. Fabihadha, kwa sababu hizi basi, yastahiqu an yu'bad wahduhu, anastahiki Allah aabudiwe peke yake, wala yushraku bihi ghayruhu, wala asishirikishwe na mwingine. Ili swala hataki, aabudiwe peke yake, kwa sababu huduma zote hizi anafanya yeye peke yake. Kwa hiyo viumbe wanaohudumiwa wasifanye makosa ya kumuudhi kwa kumshirikisha na asioridhika kushirikishwa nao. Kwa leo inshallah tuishie hapa. Aya hizo mbili zinatosha. Tutakuja kuendelea katika darasa inayofuata inshallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا جملنا بالعافية والسلامة وحقق لنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.